Mengi yamezungumzwa kuhusu mpendwa wetu William. Sisi kwetu kama wanafamilia tumeondokewa na baba, lakini alikuwa mume mwema sana kwa mke wake. Sisi tunaomfahamu kwa karibu kwa maisha yake, ni mtu ambaye alipenda nchi yake, serikali yake na chama chake kuliko nafsi yake. Wakati wote alitanguliza maslahi ya nchi mbele, na mengi yamezungumzwa hapa, siwezi kupinga hata moja. Mengi ni ya kweli, lakini wanasema binadamu akifariki mengi mazuri husemwa, lakini tukumbuke ya kwamba pia alikuwa ni mwanadamu. Upo wakati pengine katika utumishi wake alikuwa ruzana na wenzake katika kazi, na tunatambua ya kwamba siasa ni mchezo wa namna gani. Kwa hivyo bila shaka yoyote ni lazima wakati wa utumishi wake amewahi kukwaruzana kwa namna moja au nyingine, aidha kwa nia njema ambayo sisi tunaamini hivyo, lakini ameondoka, pengine hajawahi kuomba msamaha kwa wale aliowakosea. Sisi kama familia kwa niaba yake tunaomba msamaha na upatanisho kwa wale wote ambao amewahi kuwakosea katika harakati zake za kisiasa na maisha yake kwa ujumla, lakini na wale wote ambao pengine waliwahi kumkosea, sisi kama familia pia tunawasamehe kwa niaba yake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, William kama Mtanzania mwingine kama ulivyo wewe, na ambavyo wengi wanakufahamu na namna mwenyewe unavyojipambanua, historia yako na ya William na ya Watanzania walio wengi haina tofauti. Wengi wanamfahamu kwa kazi alizozifanya, lakini sisi kwetu ni mtu ambaye alitokea kutoka kusikojulikana akafika hapo alipofika. Nataka kusema nini? Yeyote katika nchi hii anaweza kuwa yoyote akiamua kuwa yeyote. Hakuzaliwa katika familia ya kitajiri, hakusoma au kubahatika kusoma katika shule ambazo pengine wengine walifanikiwa kusoma, lakini yeye kama yeye kwa jitihada zake, juhudi zake na mapambano yake aliamini ya kwamba akifanya kwa nafasi yake, kwa kadri Mungu alivyomwezesha, anaweza kufika popote anapoweza kufika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.